Hiki ni nini sasa? Jamani, taifa letu chini ya uongozi wa Idi Amini Mama Samia Suluhu Hassan wanatafuta lahana kanisani. Itawezekanaje uongozi wa chama cha CCM unatuma maafisa wa jeshi la polisi kuenda kurusha mabomu ya kutoa machozi kanisani, ndani ya kanisa, mahala ambapo wananchi wanaabudu? Atakana kwamba hii serikali imeweza kutishika. Itawezekanaje wanaenda kufiatua mabomu ya kutoa machozi kanisani? Kwa sababu kulingana na ripoti ambayo imeweza kutolewa na Hilda Newton Chadema, anaeleza kwamba akina mama wa baraza la Bawacha katika chama cha Chadema waliokuwa wanasherehekea siku ya kina mama duniani upande wa Msoma walipigwa mabomu ya kutoa machozi, na wala akina mama wakaondoka kwenye ule uwanja ama kwenye ule ukumbi ambao walikuwa. Wakatoka hapo wakapiga polisi chenga, wakaelekea kanisani. Polisi walipogundua kwamba Bawacha wako kanisani, wakaenda kuwafiatulia vitoza machozi au kipenda mabomu ya kutoa machozi kanisani. Ni jambo la kusikitisha. Naomba nikusomee hilo chapisho hapo jinsi ambavyo naliona. Bawacha ni moto wa kuotea mbali, akasema Hilda Newton Chadema. Nduli Idi Amini Mama na washirika wake walipaswa kujua sisi Bawacha ni kisiki cha mpingo, huku wamejaa wanawake wenye akili timamu na wanajua ni nini wanafanya. Kaendelea kusema kwamba nguvu yetu na sauti yetu ni kubwa sana, hakuna mtu mwenye uwezo wa kuizuia. Ndio maana pamoja na nguvu zote ambazo wametumia tangu wiki hii ianze, tumeweza kuwapiga chenga ya mwili. Maana wao na polisi wao walivyovilaza wakaenda kujazana kwenye ukumbi ambao tulipanga kufanyia shughuli yetu, wakidhani tutaenda kukutana hapo. Hawakujua kwamba Bawacha tupo mbele ya muda. Wamekuja kushtuka. Bawacha wamejazana kanisani na shangwe kama rote. Wameenda kanisani na kuanza kupiga mabomu, lakini hawajaweza kukatisha ibada. Maana watu walikuwa na utulivu, wamesali mpaka ibada ikaisha. Kwa hasira wakaanza kupiga mabomu ya machozi ovyo na kukamata wanawake waliokuwa wanatoka kanisani, lakini hata hivyo haijawasaidia, kwa sababu mpaka huo muda lengo letu lilikuwa limeshatimia kwa 100%. Alafu kwa ujinga waliofanya leo ndo umezidi kuwa expose kuwa huko duniani. Maana sasa hivi kila kona mjadala ni tukio la polisi kuwavamia Bawacha kanisani na kuwapiga mabomu pamoja na kuwakamata viongozi na wanachama wa chama cha Chadema. Wakati kama tungeruhusiwa kufanya maadhimisho yetu, huenda hata tusingepata coverage kubwa ya kiwango hiki. Ndio maana wahenga wanasema kumpiga chura teke ni sawa na kumwongezea mwendo. Sasa huyo ni mwanachama wa chama cha Chadema Hilda Newton, ambaye ameweza kutoa hiyo taarifa na kueleza kwamba polisi waliwavamia kwa vitoza machozi kutoka kwa ukumbi upande wa Msoma, wakaelekea kanisani, tena wakaendea kanisani wakaweza kuwapiga mabomu ya kutoa machozi, kisha wakaanza kuwakamata yeyote ambaye alikuwa anatoka nje. Sasa hapa ndipo taifa letu limefika, mpenzi mtazamaji. Hiki ni nini sasa?
Aise. Jamani, polisi wanatupiga mabomu ya machozi, lingine hilo. Jesus Christ. Jamani nyie. Mabomu ya machozi. Polisi wanapakia BAWACHA wanawake wa Chadema kwenye Karandinga. Wengine ndio hao hapo wako kwenye hii gari wamekamatwa. Unajua hatuwezi kwenda hapo. Mate nakamata wanawake wanaotoka kanisani. Ni kwamba kuwa na nguo za Chadema au nguo zinazofanana za Chadema au nguo za wanawake wa Chadema. Sasa polisi wameifanya kama bangi. Tukiendelea na mambo kama haya ambayo hii serikali ya Samia Suluhu Hassan inafanya, basi utawala huu utaporomoka, kwa sababu wanacheza mpaka na Mungu. Wanacheza mpaka na Mungu. Kwa sababu gani? Wanaenda mpaka kanisani kwenda kurusha mabomu pale ya kutoa machozi. Na ni kanisa Katoliki, mpenzi mtazamaji. Walienda kanisa Katoliki kumwaga mabomu ya kutoa machozi pale. Kulingana na mwelekezi wangu, ananiambia kwamba ni kanisa kuu la Katoliki upande wa Msoma. Ndio walienda kupiga mabomu ya kutoa machozi. Ndio yaweze ikawa kwamba polisi na utawala huu batili waliona kwamba sio vizuri. BAWACHA walikuwa wamevalia sare zao za chama na ni siku ya wanawake duniani. Kwani walikuwa wanataka wavalie nini? Samia amekuwa akieleza ulimwengu mzima kwamba yaliyopeperushwa na kuandikwa mitandaoni mwaka uliopita kuhusu maandamano ambayo yalitukia Tanzania na kuhusu vifo ambavyo viliweza kuripotiwa Tanzania, eti kwamba zilikuwa ni taarifa feki. Sasa watatakaje ulimwengu uweze kuamini kwamba zile taarifa zilikuwa feki, kipindi ambapo hii leo wameweza kuonekana duniani nzima wakiwapiga akina mama, wakiwakamata akina mama, wakiwamwagia mabomu ya kutoa machozi akina mama ambao walikuwa wamejumuika kusherehekea siku ya maadhimisho ya kina mama duniani. Unajua, hii ni siku ambayo kina mama wote duniani wanakuja pamoja, wanaona ni yepi ambao wameweza kuadhimisha, ni yepi ambao wameweza kufanya. Mfano, hata Samia angeenda aketi aite wale akina mama ambao wanasaidiana na yeye kwenye hii serikali batili, waone ni wapi ambapo wamesonga mbele.
Ni yapi ambayo wameyatimisha? Ni yapi ambayo wamefeli? Ni wapi ambapo hawajaweza kuafikia, ili waone ni msimamo upi ambao watauchukua kuhakikisha kwamba wanafikia kile kiwango ambacho walikuwa wanataka. Hawa akina mama wakaja pamoja wa chama cha Chadema Bawacha ili kuweza kuangazia ni wapi ambapo wamefika, ni wapi ambapo wametoka na ni wapi ambapo wanaelekea. Samia kitu ambacho kinatembea kwa akili yake ni siasa tu. Akaona kwamba wale wamama jinsi ambavyo waliweza kukusanyika ni siasa wanaenda kupiga. Kwa hivyo akaona ni heri awatumie jeshi la polisi mpaka kanisani. Tukiendelea hivi basi taifa letu litaporomoka. Ukiona mahala ambapo mpaka utawala umeanza kupigana na kanisa, utawala huo hautaenda mbali. Utawala huo unatafuta lahana. Angalau kipindi ambapo walienda kanisani wangewaacha tu wafanye ibada yao, wakimaliza watoke. Sasa nyinyi mnaenda kufiatua mabomu ya kutoa machozi mpaka kanisani. Mna akili? Ndio maana tunasema kwamba hili taifa letu bado hatujaweza kulikomboa. Inahitaji tuweze kujifunga mkanda, tukaze kabisa, tulete ukombozi, tuhakikishe kwamba kama huyu mama hataondoka, basi taifa letu la Tanzania tupo na safari ndefu. Wazo lako ni lipi?